Wapendwa wa familia ya Mungu, leo hii tunapoanza Majilio, Dominika ya kwanza kabisa ya Majilio, na leo hii tunapoanza mwaka mpya wa kanisa, tumetoka mwaka A wa kanisa, sasa tunaingia mwaka B wa kanisa. Ujumbe mzito leo hii Kristo ananipa mimi na wewe ni kwamba kesheni. Sisi ambao tumebatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu, ambao tu wafuasi wake Bwana wetu Yesu Kristo, anatuambia kesheni. Lakini Kristo anaenda zaidi ya hapo, anasema siwaambii ninyi tu, bali wote na nawaambieni kesheni. Anasema kwa maneno yake kabisa, na hilo ni waambialo ninyi na waambia wote, kesheni. Tumsifu Yesu Kristo. Majilio ni nini? Tunaweza tukajiuliza majilio ni nini? Majilio tafsiri nyepesi ni ujio wa nani? Ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nani? Wa binadamu, mimi na wewe. Ndio majilio. Lakini anapokuja Bwana wetu Yesu Kristo kwangu mimi au kwako wewe, je, kuna maandalizi yoyote? Je, atanikuta katika hali gani? Na ndio maana kanisa likasema tuweke kipindi maalum cha kila mmoja wetu kuweza kujitafakari mwenendo wake, kuweza kujitafakari maisha yake, ili Kristo atakapokuja aweze amkute akiwa safi. Tumsifu Yesu Kristo. Ujio upo aina mbili, wanangu wapendwa. Katika kipindi hiki cha Majilio kuna aina mbili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuanzia leo tarehe 3 mpaka tarehe 16 tunafanya ujio kwa ajili ya kila mtu. Kristo anakuja kwa ajili ya kila mtu, kwamba hatujui siku wala saa ambao mimi na wewe tutakufa. Hatujui siku wala saa ambao mwana wa Adamu atakuja katika maisha yetu. Na ndio maana kipindi hiki kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 16 kanisa linamrudisha mwanadamu kwamba we mwanadamu utakufa. Jiandae sasa. Angalia matendo yako, angalia maisha yako ya kiroho, ili Kristo atakapokuja kila mmoja wetu kwa kila wakati wake, kwa nyakati zake na kwa wakati wake na kwa muda wake, haijulikaniki ni asubuhi, mchana au jioni au usiku manane, haijulikaniki, kwamba ni lazima tujiweke tayari. Ndio ujio huo wa kwanza katika kipindi hiki cha Majilio. Ujio wa pili ni kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 24, ambapo pale sasa tunafanya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya wazima na wafu. Maana yake sasa tunamtafuta, tunamsubiri Mwokozi wetu, Masia wetu. Tunasema njoo kwetu Masia, utuokoe. Maana yake anakuja kuokoa wale walio hai na wale waliokufa tayari. Anakuja kutoka katika utumwa wa dhambi, utumwa ule ambao babu yetu Adamu na Hawa waliweza kumkosea Mwenyezi Mungu. Sasa huyu anayekuja anakuja kukata minyororo yote ili tuweze kubaki huru. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wanangu wapendwa, tuanze na ujio huu ambao Kristo anakuja kwa ajili yangu na wewe. Anakuja kwa ajili ya kila mmoja wetu. Hakuna hata mmoja wetu anayejua ni lini atakufa. Hata mimi sijui ni lini nitakufa. Lakini leo tunaandaliwa. Kristo anatambua udhaifu wetu. Kristo anajua kwamba sisi tunahitaji nguvu zake ili tuweze kumfikia. Na ndio maana Nabii Isaya katika somo la kwanza anatupa na kuwaeleza Wayahudi, wana wa Israeli ambao walikuwa utumwani Babeli. Mwenyezi Mungu akawatoa kule kwa kupitia viongozi wao, wakatoka katika utumwa, lakini hawakumheshimu Mungu, hawakumtukuza Mungu, walibaki hawafuati amri zake. Na baada ya muda wanakuja kujuta, wanajutia yale matendo yao. Na ndio maana wenyewe wanasema, wewe Bwana ndiye baba yetu,
Wewe Bwana ndiwe baba yetu, mkombozi wetu tangu milele, ndilo jina lako. Wewe ndiye baba yetu, mkombozi wetu tangu milele. Wanatambua sasa, Bwana, mbona umetukosesha njia zako, ukatufanyiza kuwa na mioyo migumu hata tusikuogope? Mbona umetukosesha njia zako, mioyo yetu migumu hata tusikuogope? Ni majuto wakimrudia Mwenyezi Mungu, wakikumbuka huruma na upendo wake, wanaamua kubaki na kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Wanasema urudi kwa ajili ya watumishi wako. Mungu, urudi kwa ajili ya watumishi wako. Na leo hii wanangu wapendwa, mimi na wewe tumwambie Mwenyezi Mungu, urudi kwa ajili ya mtumishi wako. Mungu, rudi kwa ajili ya mtumishi wako. Natambua mimi ni mdhambi, natambua mimi nimekukosea sana, lakini kipindi hiki rudi kwa ajili ya mtumishi wako ili niweze kwenenda katika njia zako. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tumuombe Mwenyezi Mungu wanangu, ili tuweze kurudi. Na ndio maana tunaalikwa daima katika maisha yetu ya kila siku kwamba mwaliko wetu unaendana na kitikizano ambacho tumekisikia. Anasema, Mungu turudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Wapendwa, kesheni, kwa maana hatujui saa wala wakati ambao mwana wa Adamu atakuja. Na hapa wakati mwingine neno kesheni tumelizoea sana. Na ukiambiwa kesha bwana, kesheni, wengi tunajua kukesha ni kusali tu, ndio tunajua hilo. Kuna mkutano, jamani twendeni mkesha, basi kule ndio ile baba ndio wanajua hilo ndio kukesha. Wanangu, kukesha sio kusali tu. Kukesha kunahitaji zaidi ya kusali. Kukesha kuna kuhitaji matendo yako mema. Kukesha kuna kuhitaji kufuata amri za Mungu. Ndiyo kukesha. Unaweza ukasali vizuri sana na ukamtukuza Mungu vizuri sana, lakini matendo yako hayaendani na kile unachokiamini. Unasali vizuri, jumuiya unaenda vizuri, kanisani wa kwanza, matendo tofauti. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anawaambia msio wanafiki kama Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wanashika hirizi zao zile tasbihi, wameshika wanajifanya na sali. Ni unafiki. Kwa maana mimi na wewe tunaweza tukawa wanafiki mbele ya macho ya watu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu anayetuona, anaitambua na kuiona mioyo yetu. Wanangu, tukeshe kwa matendo, tukeshe kwa kufuata amri. Na ndio maana Kristo katika Injili takatifu anatoa mfano, anasema mfano wake ni kama mtu mwenye kusafiri, ameiacha nyumba yake, amewapa watumwa wake amri. Amewapa watumwa wake amri, na kila mtu kazi yake. Amewapa watumwa wake amri, na hao watumwa kila mtu amepewa kazi yake. Sasa mimi na wewe mwanangu, tunaposema kesheni, tukeshe, maana yake amri ya Mungu tunazijua ziko 10. Amri za kanisa tunazijua ziko 6. Ametupa amri hizo, tunazishika, tunazifuata. Lakini anapotupa hizo amri, anatusindikiza na kazi. Kila mmoja wetu ana shughuli zake. Wengine wameajiriwa, wengine wamejiajiri. Je, kazi yako, amri ya Mungu zinakufanya uweze kukesha?
zinakufanya uweze kumtukuza Mwenyezi Mungu, zinakufanya uweze kufikia mashimo yale ambayo ufikishi. Tujiulize, mimi na wewe tunakesha wapi? Mungu ametupa masakramenti 7 na akatuambia, ulai mwili wangu na kuinywa damu yangu, ukaa ndani yangu na mimi ndani yake. Unapokea Ekaristi Takatifu, unapokea Ekaristi Takatifu, jiulize mwenyewe tu. Kama upokei, wafuate wana wa Israeli, mwambie Mungu, unifungulie mlango mimi mtumishi wako. Usijifungie, kesha, kwa sababu ili usipate usingizi, ili usisinzie, Bwana atakapokuja unahitaji neema za Mwenyezi Mungu ziweze kukufanya ukiwa muda wote uko macho, kwa sababu nje ya Mungu, nje ya msaada wa Mungu utasinzia, na Bwana atakapokuja akikuta umesinzia, umeisha. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tujiulize wanangu, tunatimiza wajibu wetu, wajibu wa kimungu, wajibu wa kanisa? Tunatimiza? Je, tunatoa zaka? Kama unatoa zaka, good, amri ya Mungu hiyo. Nitolee zaka yangu, nitolee fungu langu, ni amri, unatoa. Sasa wewe zaka utoi, alafu unasema akesha. Unakesha nini? Ndio maana huyu Bwana watu wake anawapa amri. Labda aliwaambia, naondoka sasa, wewe utasafia chumba namba 1, wewe utasafia chumba namba 2, wewe hapa sebuleni hapo utasafisha, alafu msitoke nje mpaka nije. Amri. Sasa wewe unafuata amri ipi mwanangu? Ndio maana neno kesheni liweze kutufungua macho wanangu, ili Mwenyezi Mungu aweze kudumu katika nafsi zetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kutufanya kuwa na imani iliyo thabiti, matendo yetu yaweze kuakisi imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Ni wangapi ambao hawatimizi wajibu wao kwenye familia zao? Na anakuja kanisani anasali vizuri, lakini nyumbani kwao ni mbogo, kifaru, simba, matumla. Yuko kanisani hapa, alafu anasema, baba mimi ninakesha. Nyumbani unampiga kipigo mke wako, unamng'oa mpaka meno. Baba mimi ninakesha, nyumbani utunzi familia. Wangapi? Kesheni wanangu, kwa sababu siku ya mwisho utaulizwa. Wewe uliweka kiapo kwamba huyu utampenda katika shida na raha, mbona vipi, ilikuwaje? Oh baba, unajua tena wewe imeenda, nenda motoni mwanangu. Kesheni. Manake Mwenyezi Mungu katika kukesha katika amri 2 tukuu, ziliko kuu ni 2. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Halafu ya pili inafanya hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa wewe mke wako ni mwili mmoja, unamtesa. Mume wako ni mwili mmoja, unamtesa. Halafu unasema nenda kukesha. Mkesha upi? Wanangu, majilio, ujio wa Mungu, ujio wa Yesu Kristo utubadilishe sasa. Matendo yetu tuyabadilishe. Na ndio maana wana wa Israeli wanamlilia Mwenyezi Mungu. Wanasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Maana yake hii misa safi
safi kabisa. Lakini wewe unayekuja umetia unajisi. Yaani kama vile vile umekuja kumngonga Kristo hilo. Yaani ulivyokaa hilo. Kwa sababu kanisa ni tofauti, nyumbani tofauti, kazini tofauti, wapi na wapi. Kesheni ili sote kwa pamoja tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wengi waka mwingine anatelekeza familia yake, anaenda kwa kimada. Wapo anasamini kimada yule wa pembeni, ndio anampa kila kitu. Kuku anakula kule, familia inakula wali na maharage, ugali na maharage, ugali mlenda kule, kitimoto nini, akitoka kule akirudi kwa familia yake anabeua tu, anabeulia mtu wake, yani basi tu. Lakini wanangu, akina mama, vumilieni, ishini upendo wa Kristo, muombeeni hao. Na wengine unakuta kashatoka huko anakuja huku kupokea hapa mwili wa Kristo, anakuja kupokea vizuri tu, kavaa suti vizuri, vazi vizuri, unamwona mtu vizuri, anasema mimi nimetoka kanisani, mimi ni Mkristo Mkatoliki. Wewe si mfuasi wa Kristo. Mfuasi wa Kristo anampenda jirani yake, anamtakia mema jirani yake. Ndio maana wanangu, amri za Mungu na kazi zetu ziweze kuakisi imani yetu. Imani bila matendo imefanya nini? Imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Mimi padri sihitaji kuhubiri sana, matendo yangu tu ndio anaweza kaokoa. Daima tumombe Mungu ili siku atakapokuja atukute tukiwa tayari kwa matendo yetu, kwa imani yetu ikiwa thabiti. Wangapi ambao Jumamosi wanakesha baa, asubuhi anarudi nyumbani, anapiga mswaki, anaoga kidogo, yuko hapa kanisani. Sadaka anayotoa sasa hata ulizi, yani kwamba akili haipo. 100 afu nasema nimetoka kanisani kutukuza sadaka ya Kristo, nimetoka kanisani kumtukuza Mwenyezi Mungu. 100 usiku kuja kuanzia saa 10, saa 11 mpaka saa 10 jioni, umetumia shilingi ngapi na marafiki zako? Zaidi ya 500, zaidi ya 200, zaidi ya 100, unamletea Mungu. Kweli wanangu? Alafu nasema tunakesha. Na ndio maana wana wa Israeli wakamwambia Mungu, kwa nini umetupa moyo mgumu? Mbona umetukosesha njia zako, ukatufanyiza kuwa na mioyo migumu hata tusikuogope? Unajua wanangu, wapenda niwaambie kitu kimoja. Kuchelewa kanisani ni rahisi sana. Mimi sikianza wanachelewa watu kanisani. Na naona vizuri tu anaingia. Lakini huyo mtu muulize kazini kwake kama anachelewa. Kuna watu wanaamka saa 9. Saa 9. Kule mimi nyumbani kwetu kutoka kule wengi wanauza samaki. Saa 8 wako kituoni wanaenda feri kutafuta samaki. Saa 8 kwa Mungu sasa. Anajivuta taratibu. Yaani imefikia mahali hatuogopi tena kama kuna kifo. Hatuogopi tena kama kuna Mungu ambaye anatuhitaji. Maana yake mwanadamu ameumbwa, tumeumbwa na Mungu ili tumjue, tumpende, tumtumikie, na mwisho tuende wapi? Sasa wewe mwanangu unaenda wapi? Nafikiri kifo utazikwa
shamba ni moja tu. Tuombe Mungu, tubadilikeni wanangu. Mimi ningefurahi yani Mungu tumtumikie mpaka tugaragae chini. Ndio maana Mfalme Daudi pamoja na ufalme wake wote, baada ya kuambiwa kosa lake alilofanya, alivua mavazi yake yote, aliyalalua, akavaa magunia, akajipika majivu, akula, akawa na garagara chini, mpaka wale watumwa wake wanamuuliza, mfalme vipi? Niacheni, nimemkosea Mungu. Majuto kamili. Wanangu, turudi katika miguu ya Mwenyezi Mungu, tumuombe Mwenyezi Mungu. Kila mmoja wetu amepewa kazi ya kufanya, kila mmoja wetu amepewa biashara, kila mmoja wetu amepewa shughuli ya kufanya. Jiulize, kazi yako, shughuli yako ambayo Bwana amekupa, unamrudishia nini? Jiulize katika kipindi hiki cha majilio. Siku Bwana akiniita akaniuliza, nilikupa kazi ya umeneja benki, ulinipa nini katika kazi yako? Jiulize, kwa sababu watu hawajui tu. Kazi sio za kwetu wanangu, sio za kwetu, kwa sababu mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yote tunayo. Akili sio ya kwako, ni ya Mungu, ni paji la Roho Mtakatifu. Elimu ni paji la Roho Mtakatifu. Nguvu ni paji la Roho Mtakatifu. Una kitu. Mungu akiamua kuvichukua leo, utafanya nini? Ndio wale sasa, Mungu akishavichukua vyote, anaanza kurudi kusali na anagaragara kabisa, yani mpaka na disturb hata utaratibu wa imani ya kanisa Katoliki. Yani anaonekana yeye yani ndio imani anajua vizuri zaidi, yani anaenda mpaka yani kama vile Mungu shuka, Mungu yani anaimba, yani anafanya vyote. It's too late. Kesha ukiwa na nguvu, ili usipokuwa na nguvu, Mwenyezi Mungu azidi kukutukuza, Mwenyezi Mungu azidi kukulinda, na Mwenyezi Mungu azidi kujalia afya roho na mwili. Tukeshe wanangu, ili daima tuweze kumuishi Kristo katika maisha yetu. Ni kweli tusali, lakini tunaposali na matendo yetu. Watu hapa wengi masengenyo, uchoyo, ubinafsi. Fungueni milango hiyo wanangu. Huo ndio usingizi, huo ndio usingizi wenyewe. Unakuta mtu ni mchoyo kupindukia. Unajua tulikuwa wadogo, sasa familia tunakulia vijijini, unakuta familia ile pale asubuhi, unajua kwa ratiba yao wanakudoga uji mzuri. Kwa maana ukishamka asubuhi utatafuta sababu yoyote, hata kuku yule umfukuze tu, ili mradi uelekee direction ya ile nyumba, au basi ufunge chochote tu, au hata kama unakimbia, jamani nimemwona ng'ombe huko au nimemwona kuku, unaangalia mazingira, naona uji unatengwa pale, basi unaanza kujibaraguza pale. Basi sasa siku moja kaenda jana, kafika pale anajibaraguza, mama yule akamcheki, akasema familia ilikuwa nzuri kidogo, anatumia vijiko na nini, wanakunywa ule uji. Basi karibu mwanangu. Basi yule faster akasema afadhali leo atakaa haraka. Na unajua watu wadogo wanapoona kuna kitu kizuri mbele, anakaa haraka na miguu anakunja vizuri kabisa, anasubiria, katoa macho. Subiri mwanangu nikuletee kijiko. Kasubiria, ni udendo unamtoka tu, wenzake anaendana kunywa uji. Basi akampa. Sasa alichompa kamletea
alafu anamwambia, haya mwanangu, kunywa uji ushibe. Na uji wapi na wapi? Maana yake utakuwa unachota tu hivi, unadondokea chini, unalamba tu. Tumsifu Yesu Kristo. Unamwambia mwanangu, kula ushibe. Watoto wako wanakula, wana vijiko. Uchoyo wanangu. Tumwombeni Mungu atujalie neema, ili sote kwa pamoja turudishe ule umoja wetu, turudishe maisha yetu kwa Mwenyezi Mungu. Daima wanangu, tusiwe wasanii. Na ndio maana Mtume Paulo anawaambia Wakorinto, anajivunia kwamba ndugu zangu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anawaambia, na mshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Daima padri huwa anamshukuru Mungu na kutolea sadaka kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu. Na padri anaposema kitu kinakuhitaji na wewe ujibu. Nikisema Bwana awe nanyi, nanyi mnasema nawe inueni mioyo. Nanyi mnasemaje? Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Lakini kuna watu hawatamki. Na ninaposali ile sala, ni lazima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ninyi mnasemaje? Amina. Maana yake inakuwa sala ya kwako. Katika ibada lazima kuwe na majibishano. Na ndio maana wanamuziki hao. Fresh as nini pate jana. Mwanamuziki, haya, nyosha mikono juu. Haya, mwendo wa mateka, mikono juu, mwendo wa mateka. Wanafanya hivi. Yaani lazima wae pamoja. Tuimbe wote, tuimbe DJ, alaje, acha. Tuimbe wote, mwendo wa mateka, mikono juu, mwendo wa mateka. Wanaiko. Sasa wanangu, kama wale wa dhambi wanajua kabisa tunashirikishana. Je, sisi ambao tu wafuasi wake tumekosea wapi? Tunapaswa kumrudia Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuomba huruma Mwenyezi Mungu. Kipindi hiki cha majilio kifungue sasa neema na baraka za Mwenyezi Mungu, ili sote kwa pamoja neema hizi ziweze kukaa kwetu. Maana yake Paulo anasema Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye mwingine katika ushirika wa mwanaye Yesu Kristo Bwana wetu. Mungu daima ni mwaminifu wanangu. Sisi ndio tuliomkosea. Viduku ni rahisi sana kucheza. Watu unajua niko hizi simu unaweza ukaingia kitandani saa 3 usiku ukaja kulala saa 8. Yaani ukitoka WhatsApp unaingia Facebook, ukitoka Facebook unaingia Viber, ukitoka Viber unaingia Instagram, ukitoka Instagram unaingia wapi? Imo. Ukitoka Imo unaingia kwenye message za kawaida, kutoka message za kawaida unaingia, yani vikokoro vyote vimo, usingizi upate. Njoo kanisani sasa. Na watu wanaosinzia wa hesabuni, ukimwona anafanya hivi mtu, hesabu hizo ni bia zinahesabiwa hizo. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, wengine makreti matatu wako hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Itakuwaje? Sasa kwa ukimwona mwenzako anasinzia tu, bia ya kwanza hii. Tunaelekea wapi wana? Tunaitikia vizuri kweli yani. Na hii singeli imekuja baada ya mapikipiki bodaboda kuanza hizi. Maana usafiri wa bodaboda na barabara zetu hizi tunatupa hivi tu muda wote hivi. Angalia na singeli wanapocheza. Ile singeli yani bongo ushabi confused. Kumbe singeli cheza tunaifa kama kwenye pikipiki vile. Tumsifu Yesu Kristo. Itakuwaje?
sasa timiza wajibu wako.